Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kushiriki njia ya kumkuta Mungu, na huu ni ujumbe wa uinjilisti, njia ya wokovu. Hii njia ya wokovu inahitaji kila mmoja wetu aweze kuchora kila siku, ili kwanza kuichapisha ndani ya maisha yako, alafu iwe msaada kwa wengine ambao pia utaweza kushiriki pamoja nao. Hivyo basi, tunapojiandaa na ujumbe huu wa njia ya wokovu ambao ni ujumbe wa uinjilisti, umepangiliwa kwa njia ya msalaba. Na kwanza inatupasa tujiulize, sisi tulitoka wapi? Mungu wetu ni muumba. Hiyo ni la msingi kabisa. Mungu ni muumba wetu. Biblia inatuambia katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza na mstari wa kwanza, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mungu wetu ni muumba, na vile aliumba mwanadamu aishi maisha ya furaha. Wakati mwanadamu yuko pamoja na Mungu, ama ana ushirika pamoja naye, mwanadamu huyo anakuwa na furaha halisi. Na ndiyo sababu Mungu kamuumba na akampulizia pumzi ya uhai. Mungu ni muumba, alafu mwanadamu ni kiumbe. Mungu alipomuumba mwanadamu wa kwanza, alimpulizia pumzi ya uhai. Tunasoma Mwanzo mlango wa 2 na mstari wa 7. Akampulizia pumzi ya uhai, mwanadamu akafanyika kiumbe hai. Mwanadamu huyo aliyekuwa ameumbwa na akapuliziwa pumzi ya uhai, alipokaa pamoja na muumba wake, alipokaa katika ushirika wake na muumba wake, aliishi maisha ya furaha. Na hivyo basi, tuangalie mambo muhimu kuhusiana na uumbaji huo. Mambo haya ambayo tunasoma, kwanza, hoja ya kwanza, tuangalie huyu mwanadamu wa asili. Mwanadamu wa asili. Mwanadamu wa asili aliumbwa kwa mfano wake Mungu. La kwanza, hilo ni muhimu uzingatie. Ni kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza na mstari wa 27. Hapa tunaona mwanadamu huyu kaumbwa kwa mfano wa Mungu. La pili, kuhusiana na vile alivyoumbwa, huyu mwanadamu alipewa baraka. Kitabu cha Mwanzo 1:28, akapewa baraka, akabarikiwa na muumba wake. La pili, baada ya kuumbwa na kupewa baraka, la tatu ni kwamba alipewa agano. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 na mstari wa 17, alipewa agano la Mungu. Alipoishi kutunza agano hilo, aliishi maisha ya raha mstarehe, na aliishi maisha yasiyo na matatizo, hadi wakati alikuja akadanganywa na adui. Na hii inatuleta kwa hoja ya pili hapa, ambacho ni chanzo ama tatizo la kimsingi
Tatizo la kimsingi ni gani ambao linaathiri wanadamu wote? Tunahitaji tulikague vizuri, ni kwa sababu tukifikiri kwamba tatizo ni kitu kingine, tutatoa jibu tofauti ambao halitatufaa. Tatizo la mwanadamu hasa ni mambo matatu ya kimsingi. La kwanza ni Shetani. Nasoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 na mstari wa 4 hadi wa 5. Tatizo la Shetani. Huyu Shetani alikuja kwa mfano wa nyoka, na si nyoka wote ni Shetani, lakini Ufunuo mlango wa 12 unatueleza joka wa zamani ni nani, au potoshaye ulimwengu wote. Na hivyo basi, la pili katika tatizo la mwanadamu ni tatizo la dhambi. Na dhambi hii tunaisoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 na mstari wa 6. Katika Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 6, mwanadamu alimuasi Mungu kwa kula kile aliambiwa na Mungu asile. Matukio yake ni kwamba akatenganishwa na Mungu, kaingia tatizo la utengano ambao tunalisoma katika Mwanzo 3 mstari wa 23. Hii ni tatizo la utengano. Mwanadamu akatenganishwa na Mungu na akawa sasa hana ushirika tena na muumba wake, hata akafukuzwa katika bustani ya Eden. Mwanadamu anayeathirika na tatizo hilo hana budi kusumbuka na matatizo ya wasioamini, na hii inatuleta kwa hoja ya 3. Hii ni hali za wasiookoka. Hali za wasiookoka. Zipo hali 6 ambazo zinaathiri wasiookoka. Na ni hali gani hizo? Ya kwanza ni kwamba huyu mwanadamu amekuwa mtoto wa Shetani. Kitabu cha Yohana 8:44. Hii ni matatizo ya kiroho na amefanyika mtoto wa Shetani. Ndiyo sababu hana budi kuishi kama mfungwa wa adui, anaonewa na yule mwovu Ibilisi. La pili, naangalia kitabu cha Waefeso mlango wa 2 na mstari wa 2. Naona matatizo ya ushirikina, ibada za kupiga ramli, ibada za wafu, na hii yote ni ibada ya sanamu. Na wanapoendelea kuteseka hivi na ibada za sanamu, wakijaribu kutatua matatizo yao, matatizo haya yanadhihirika katika hali ya kiakili, na kuwa na matatizo ya kiakili kama tunavyosoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 11 na mstari wa 28. Wana matatizo ya akili. Matatizo ya akili na kukandamizwa. Wanakandamizwa na ndio wanakuwa na wasiwasi. Wanakuwa na wasiwasi, hawana pumziko la kweli. Yesu anawaita, njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapa pumziko. Wanapoendelea kusumbuka hivi, wasipopata jibu halisi, naona wataathirika na hali ya 4 ambao tunaisoma katika Matendo ya Mitume mlango wa 8 na mstari wa 4 hadi wa 8. Na hapa tunaona kwamba kimwili wanakandamizwa. Wanakandamizwa kimwili na magonjwa yasiyo na tiba. Magonjwa kama saratani, na mengine yasiyotibika.
matatizo yasiyotibika yanawaathiri. Haya matatizo yasiyotibika yanatokana na maonevu ya adui Shetani katika maisha yao. Ni kwa sababu wao ni wako katika utawala wa Shetani, ni wenye dhambi na wametenganishwa na muumba wao. Tatizo la 5 ambalo linawaathiri ni kwamba wanakufa na kwenda jehanamu. Kitabu cha Waebrania mlango wa 9 na mstari wa 27. Hapa tunaona tatizo la kifo na jehanamu. Wanakufa na kwenda jehanamu. Hivyo ndio wasiookoka wanavyoteseka. Na huo sio mwisho. Naona 6 ya kwamba wazao wao wanaathirika hadi kizazi cha 3 na kizazi cha 4. Naona kitabu cha Kutoka mlango wa 20 na mstari wa 4 hadi mstari wa 5. Hii tunaona matatizo ya wazao wao. Wazao wao wanaathirika na matatizo ambao hayana budi kupitishwa kwa kizazi kimoja baada ya kingine. Na hivyo basi, hii inatuleta kwa hoja ya 4 muhimu, na ni juhudi za mwanadamu. Juhudi za mwanadamu. Mwanadamu amejaribu sana kutatua matatizo yake, kwa sababu yeye ni kiumbe cha kiroho, na katika juhudi zake za kutatua matatizo yake ametokea na dini mbalimbali, akifikiri kwamba dini itaweza kumtatulia matatizo yake. Lakini Biblia inatuonya katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 4 na mstari wa 12 ya kwamba hapana wokovu katika mwingine awaye yote, maana hapana jina jingine lililopewa chini ya mbingu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Mwanadamu amejaribu kupitia elimu ya dunia ama filosofia. Filosofia za kidunia haziwezi kututatulia matatizo yetu, japo zaweza kuwa nzuri, zapendeza, lakini Biblia inatuonyesha katika kitabu cha Wakolosai mlango wa 2 na mstari wa 8 ya kwamba filosofia zina utupu ndani yake. Filosofia ni utupu na haiwezi kutuokoa. La 3 ambao mwanadamu anajaribu nalo ni kazi njema, matendo mema. Anajaribu kwa matendo mema, lakini Biblia inatuonya hapa katika kitabu cha Isaya 64 mstari wa 6 ya kwamba mtu yoyote asikupotoshe kwa madanganyo yake ya bure. Ni kwa sababu gani? Sisi sote, Isaya 64 inasema sisi sote tumekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Matendo yetu ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi, tunapotea na hatuwezi kujiokoa. Kitu gani kinaweza kutuokoa? Ni upendo wa Mungu peke yake. Upendo wa Mungu, na upendo wa Mungu ulidhihirika kwa kufa kwake Kristo msalabani. Na hii ndiyo njia aliyoipeana Mungu mwenyewe. Hoja ya 5 kubwa inatueleza kwamba njia aliyotoa Mungu, njia ambayo Mungu mwenyewe ametoa kusudi tukaweze kuokolewa ni gani? Hiyo njia ni Mwokozi. Mwokozi. Na huyu Mwokozi ni nani? Tunasoma kitabu cha Yohana 3:16.
Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo Mungu akatupatia Mwokozi, na huyu Mwokozi ni nani? Huyu Mwokozi ni Yesu. Kitabu cha Mathayo mlango wa 1 na mstari wa 21. Mwokozi si mwingine, ni Yesu. Bikira atachukua mimba, atamzaa mwana, watamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Huyu Mwokozi ilimpasa afe msalabani. Kwa hivyo msalaba, hamna njia nyingine ila njia ya msalaba. Kristo akafa msalabani. Na hapa nasoma kitabu cha Yohana mlango wa 19 na mstari wa 30. Akafa msalabani, na pale msalabani akasema imekwisha. Hii ni njia yake Mungu. La 4, njia yake Mungu, njia ambayo Mungu mwenyewe alitoa. Huyu Yesu aliyekufa msalabani ndiyo kusudi akapata kutuokoa. Yeye alizikwa na akafufuka. Wakorintho wa kwanza 15 na mstari wa 4 na wa 5. Akafufuka na yu hai. Na vile alifufuka na yuko hai, ndiye nani? Yeye ndiye Kristo. Mathayo 16:16. Huyu ni nani? Ni Kristo. Na 6, huyu Kristo aliyesuluhisha matatizo yetu yote, yeye alipaa mbinguni. Kitabu cha Matendo ya Mitume 1:11. Akapaa mbinguni. Kwa hivyo akapaa mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Alafu 7, Ufunuo 22:20. Kurudi tena, atarudi na atatuchukua tukakae pamoja na yeye milele na milele mbinguni. Haleluya! Hivyo basi, ili kuelewa ujumbe huu kwa njia bora zaidi, inatupasa tuangalie hoja ya 6. Hii ni ya 5. Ya 6 ni afisi ya Kristo. Na hii afisi ya Kristo inatueleza vizuri vile aliweza kutuokoa na kutuweka huru. Na hivyo basi hatuna budi kuilinganisha na hoja ya 7 hapa, ya jinsi ya kumwokoa mwanadamu. Jinsi ya kumwokoa mwanadamu inalingana na ile kazi ambayo Kristo mwenyewe alikuja kuitekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Afisi ya Kristo, jambo la kwanza, kwa sababu tuna tatizo la shetani, tunahitaji Kristo, mfalme wa wafalme. Kwa hivyo la kwanza ni mfalme. Kitabu cha Waebrania mlango wa 2 na mstari wa 14. Hii inatueleza kwamba Kristo ndiye mfalme wa kweli. Kristo ndiye mfalme wa kweli. Na akiwa mfalme wa kweli, alikuja akafanya kazi gani? Alikuja akavunja kazi ya shetani. Ana huyu shetani ambaye alikuwa anatuathiri,
Kwa hivyo la pili katika 7 hapa ndiyo jinsi ya kumwokoa mwanadamu. Yeye alivunja kazi ya shetani. Alivunja shetani na kazi zake, na tunasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:8. Alivunja kazi ya shetani kabisa kama mfalme wa wafalme, na hivyo basi akatupatia uhuru mkamilifu. La pili kuhusiana na afisi ya Kristo ni kwamba yeye ndiye kuhani. Nasoma Waibrania mlango wa 9 na mstari wa 12. Yeye ni kuhani wa kweli. Huyu kuhani wa kweli alikuja akatatua matatizo yetu ya dhambi. Hivyo basi alisafisha dhambi zetu zote, dhambi ya asili, dhambi tulizozitenda, na ndiyo sababu akatupatia uhuru mkamilifu, kama tunavyosoma katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 na mstari wa 2. Alitupatia uhuru mkamilifu, na kwa sababu tulikuwa tumeathirika na tatizo la utengano, Yesu akaja na kazi ya tatu aliyoikamilisha. Naisoma katika kitabu cha Waibrania mlango wa 10 na mstari wa 19 hadi wa 20. Yeye ndiye nabii wa kweli, na kama nabii wa kweli alifanyika yeye ndiye njia. Yeye ndiye njia tatu, ndiye njia peke yake. Njia peke yake ya kumkuta Mungu. Yohana 14:6 ndiye njia peke yake ya kumkuta Mungu. Na kama mfalme wa kweli, kuhani wa kweli, nabii wa kweli, akafanyika ndiye njia peke yake ya kuokoa mwanadamu. Na akiwa ndiye njia peke yake ya kuokoa mwanadamu, ni wakati ule alivunja shetani na kazi zake, alivunja dhambi na akatatua matatizo ya utengano, na akatupatia wokovu wa kweli, wokovu wa kweli wa kudumu. Na hivyo basi mwanadamu aokolewe vipi? Hii ni hoja ya 8. Jinsi gani ya kuokolewa? Tuokolewe vipi? Jinsi gani sisi kama wanadamu tuokolewe? Mambo 4 muhimu. La kwanza naliona katika kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 9 hadi wa 10. Lazima uamini kwa moyo na ukiri kwa kinywa. Unapoamini kwa moyo wako na kukiri kwa kinywa chako, unapokea wokovu. Na hivyo basi, ili kukiri kwa kinywa chako, inakupasa ufungua moyo. Ufungue moyo wako. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 na mstari wa 20 inasema fungua. Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia na kula pamoja naye, naye pamoja nami. Kwa hivyo inatupasa tufungue mioyo yetu. Alafu la tatu, baada ya kufungua moyo, mpokee Yesu ndani ya moyo wako. Yohana 1:12,
bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Basi tumpokee Yesu lini? Mpokee Yesu sasa hivi. Hii ni ya 4 ndogo. Tumpokee Yesu sasa hivi, ambao hii ni kitabu cha Methali 27 na mstari wa 1. Mpokee sasa hivi, usijivune kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui atakayozaliwa na siku moja. Basi baada ya kumwamini ndani ya moyo wako na kukiri kwa kinywa chako, kufungua moyo wako na kumpokea ndani ya moyo wako, na umevifanya sasa hivi, ama uko tayari kuvifanya sasa hivi, hapa ndio tunaona hoja ya 9. Hoja ya 9, ombi la kumpokea. Ombi la kumpokea Yesu. Unahitaji kuomba ombi la kumpokea Yesu ndio uweze kubadilisha hali yako ya kiroho. Na hivyo basi unaweza omba ombi ili na kumpokea Yesu ndani ya moyo wako. Bwana Yesu, naja mbele zako, nimetambua ya kwamba wewe ndiye njia peke yake ya kuniokoa. Ndiwe Kristo, njia peke yake ya kuvunja shetani na kazi zake. Ndiwe nabii wa kweli, njia peke yake ya kumkuta Mungu, na ndiwe mfalme wa wafalme. Ndiwe uliyefungua njia peke yake kama nabii wa kweli ili nimkute Mungu. Na ufungua moyo wangu, ingia moyoni mwangu, uniokoe katika jina la Yesu Kristo naomba, amina. Baada ya kuomba ombi la kumpokea Yesu Kristo, unahitaji ujue ni baraka gani. Hii inatuleta kwa hoja ya 10, baraka za watoto wa Mungu. Ni baraka gani ambao uishi kuzifurahia kutoka sasa na kuendelea? Baraka ya kwanza ni kwamba wewe mtoto wa Mungu, na ukiwa ni mtoto wa Mungu kuna baraka ya kudumu kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anadumu ndani yako. Nasoma katika Wakorintho wa kwanza 3:16. Je, hamjui ya kwamba ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Baraka ya pili ni baraka ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Uongozi wa Roho Mtakatifu. Na hii baraka ya uongozi wa Roho Mtakatifu naisoma katika kitabu cha Yohana 14 na mstari wa 26. Roho Mtakatifu ndiye msaidizi, ndiye mshauri ambaye anatufundisha na kutukumbusha yote. Alafu baraka ya tatu ni baraka ya majibu ya maombi. Unaweza kuomba katika jina la Yesu na kupokea majibu ya maombi. Biblia inatuambia katika Yohana 16 na mstari wa 24, hadi sasa hamjaomba chochote kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Alafu baraka ya 4 ni baraka ya ulinzi na huduma ya malaika. Na hii tunasoma kitabu cha Waibrania 1:14. Malaika ni roho ambao wametumwa kuwahudumia wale ambao wana urithi wokovu. Furahia baraka hiyo. Baraka ya 5 ni baraka ya wenyeji wa mbinguni. Wenyeji wa mbinguni. Wafilipi 3:20. Wafilipi 3:20.
wenyeji wetu uko mbinguni, na kutoka huko tunamtazamia Bwana wetu Yesu Kristo. Baraka nyingine ambayo nizungumzie hapa ni mamlaka. Tuna mamlaka ya kuvunja shetani. Luka 10:19, na mamlaka ya kuvunja shetani na kazi zake. Alafu baraka ya mwisho ni uinjilisti. Kwa ulimwengu. Na hii ndiyo sababu ambao wewe na mimi tuko hai. Mungu ametuokoa na ametuweka hai kusudi tukawahubirie wengine habari njema. Mungu akubariki, na ujumbe huu endelea kuchora kwa jinsi nilivyokuonyesha kwa utaratibu huu, na Mungu akutie nguvu. Ujumbe uchapishe ndani ya moyo wako na ukaweze kuwa na nafasi ya kueneza uzima wa Yesu na uwezo wa Yesu Kristo popote unapoenda. Mungu akubariki, na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya njia ya wokovu. Huu ni uzima wako na uwezo wako ukadhihirike kila tunaposhiriki neno hili. Katika jina la Yesu Kristo naomba, amen. Barikiwa.